Je, unamjua bibi arusi wa karamu ya arusi ya mbinguni? Yesu alilinganisha wokovu wetu na kuhudhuria karamu ya arusi. Mathayo sura ya 22 mstari wa kwanza. Yesu akasema nao tena kwa mifano akawaambia, ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mfalme mmoja aliyemwandalia mwanawe karamu ya arusi. Akawatuma watumishi wake kuwaita wale waliokuwa wamealikwa karamuni, lakini wakakataa kuja. Karamu ya arusi inahitaji bibi arusi, bwana arusi na wageni. Katika mfano wa karamu ya arusi ya mbinguni ambayo Yesu alifundisha, yule mwana ambaye ni bwana arusi na wageni walioalikwa walitokea. Walakini, bibi arusi hakutokea kwenye karamu ya arusi ya mbinguni. Basi, bibi arusi atatokea lini? Bibi arusi wa karamu ya arusi ya mbinguni atatokea baada ya Yesu kuja mara ya pili. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 7. Kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia na bibi arusi wake amejiweka tayari. Wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mwanakondoo. Bibi arusi ambaye hakutokea wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu, anatokea pamoja na mwanakondoo, yaani bwana arusi. Mwanakondoo ni Yesu ajaye mara ya pili. Bibi arusi, mke wa mwanakondoo ni nani? Ufunuo sura ya 21 mstari wa 9. Nami nitakuonyesha bibi arusi, yaani mke wa mwanakondoo. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Mke wa mwanakondoo ni Yerusalemu wa mbinguni, yaani mama wa mbinguni. Wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mbinguni watapokea baraka gani? Katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17 imeandikwa, Roho na bibi arusi wanasema njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Imeandikwa kwamba Roho na bibi arusi wanatoa maji ya uzima pamoja. Roho humrejelea bwana arusi ambaye ni Baba wa mbinguni, na bibi arusi humrejelea mama wa mbinguni. Roho na bibi arusi wanatupa maji ya uzima, yaani uzima wa milele kupitia karamu ya arusi ya mbinguni. Ni lazima tuamini katika Baba wa mbinguni na mama wa mbinguni ambao ni Roho na bibi arusi ili kupokea uzima wa milele.